KYGC TV, Jesus is coming. Asante mtazamaji, na shukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Kwa hakika ni siku ya kufana, siku ambayo tumeingoja katika maombi na kumtumainia Mungu. Kwa hivyo kabla sijasema mambo mengine mengi, ningeweza kusema kwamba kwa majina yangu naitwa Nixon T. Maongoya na mimi ni mchungaji katika kanisa la Praise and Worship Ministry, liko hapa Dandora. Na shukuru Mungu, I'm the senior pastor there. Na mimi ni mchungaji, nina jamii, nina mke, nina watoto pia 4, 2 wa kike, Blessing Melody, na 2 wa kiume, Israel na Favor. Na shukuru Mungu kwa sababu ya siku hii ambayo ni ya ordination yangu, na jua kwamba ni siku ambayo tunaenda kuifurahia sisi sote kwa pamoja. Na kwa hivyo ningependa kusema kwamba karibuni sana katika jina la Yesu. Nashukuru Mungu, siku kama hii ni siku ambayo ni ya kusindikwa mafuta, kuingizwa katika ofisi ambayo nyingine ni ya ukasisi, na inahitaji ya kwamba kuweza kuita watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, ili waweze kudhibitisha kile ambacho Mungu alikianza katika maisha yangu. Kwa hivyo ordination ni jambo tu ambalo linatendeka katika kihuduma na halina mambo mengi. Ni kwamba watu wa Mungu kuja kwa pamoja na kuidhinisha yale ambao Mungu alishaanzisha katika maisha ya mwanadamu. Najishi nimefurahia, ingawa imekuwa siku ya changamoto pia hazikosi. Ni vile tu kama hata ukiwa na mipango yako ya kawaida, utapata kwamba kuna mambo mengine labda yanajitokeza vile unapenda, mengine yajitokeze vile. Lakini kwa hayo yote tunamshukuru Mungu, kwa maana licha ya mabonde na milima, Bwana anasema ya kwamba hata changamoto zinapokuja mingi kama gharika, atatuinulia kiwango. Nashukuru Mungu kwa sababu katika mipango inahitaji maombi, inahitaji fedha, inahitaji pia watu kujitolea. Kwa hivyo katika hii mipango yote kuna wakati ambapo kwamba tumeona kwamba mambo mengine yanahitaji fedha hazitoshi. Wakati mwingine panahitaji ya kwamba uombe mwili, labda wakati mwingine umechoka, kuna mambo lazima uyafuate, na haya yote yanagharimu Mungu ili akaweze kufanyika. Lakini licha hizo changamoto zote, Mungu ametusaidia na ametufanikisha, na ndiposa tuko mahali hapa kusema karibuni sana hata kukuja kuhudhuria hafla hii, na Bwana wa amani awabariki. Kwa majina naitwa Martha Tiema. Zaidi ya yote nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Mimi ndiye mke wa mchungaji Nixon Tiema ambaye anaingia katika kiti cha kuwa kasisi, na tunashukuru Mungu sana kwa yale ambayo anayatenda kwa ajili ya siku ya leo, siku ambayo Mungu ameifanya ya kwamba mbingu na nchi ikaweze kushuhudia yale ambayo yanatendeka katika maisha yetu. Kwa hivyo ninashukuru Mungu, maana amekuwa mwema na ametuwezesha kufika siku ya leo. Tulipatana mwaka wa 2001 na tukapata kuoana mwaka wa 2002 mwezi wa 8. Kwa hivyo tumekaa katika ndoa kwa miaka 23,
na Mungu ametuwezesha kufika umbali huu, tunashukuru. Kwa hivyo mimi matarajio yangu ni kwamba Mungu anatuinua kwa kiwango kingine, tunaenda kutumika katika kiwango kingine katika huduma, maana ninajua leo tunapotiwa mafuta tunaingia katika kiwango kingine. Kwa hivyo haijakuwa rahisi kufika mahali ambapo tumefika. Huduma haijakuwa rahisi, pia kulea jamii haijakuwa rahisi. Kumekuwa na changamoto hapa na pale, but kwa neema ya Mungu tumefika umbali huu. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Najua kunaenda kuwa na utofauti mkubwa katika ulimwengu wa kiroho na hata katika maisha yetu ya kawaida. Asante wasikilizaji wetu. Mimi naitwa Bishop Alphonse Wandera na hudumu na kanisa la Worshipland Miracle Church hapa Dandora 36. Na zaidi ya hayo tumekuja hapa kwa kusaidia Pastor Nixon ambaye anaingia katika ofisi nyingine ya ukasisi, na sababu hiyo nimemjua Nixon kwa muda. Tuko naye katika ushirika wa Dandora Pastors Fellowship, na zaidi mno tuko naye kwa ushirika wa Eagles ambaye inachukua wapendwa ambayo wanatoka Western. Tunajifunia yeye kwa sababu ni mtu mnyamavu na ni mtu ambaye akiongea anajua anaongea juu ya nini, na ndio sababu alipo ni approach nilikubali ya kwamba nitakuja ili kumsimamia. Baada ya sherehe kama hii kuna vitu nyingi ambaye itafanyika, kwa sababu majukumu yale ambaye ataanza kuyafanya sio yale ambayo anafanya saa hii. Kuna majukumu mengi. Atakuwa mtu ambaye ako na shughuli nyingi katika hiyo ofisi, na isitoshe kumwagiwa mafuta hayo, anointing attracts, inachochea uhasama, inaleta tena uadui. Maadui wengi wanainuka ili wanataka kupigana naye kwa sababu ameingia katika hatua ya juu, na tena hayo mafuta inaleta baraka kwa sababu atainuka na ataenda katika kiwango ambacho katika ulimwengu wa kiroho ni ya juu, ambaye atakuwa mtu ambaye anamwakilisha Yesu kwa njia inayofaa na kutembea kwa njia ambaye inastahili. Kwa hivyo atakuwa mtu ambaye ameheshimika, na matarajio yake ni kwamba ministry yake itasonga juu kuliko vile iko sahihi. Bwana asifiwe. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu jinsi ametupa nafasi ya leo, ametuwezesha kufika siku ya leo, ni kwa ajili ya mapenzi yake. Na kwa majina naitwa Beatrice Wandera, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Na kanisa ambayo nahudumu ndani chini ya Bishop Wandera inaitwa Worshipland Miracle Church pale 36, na tunaona Mungu akitenda matendo yake kwa wema wake. Na siku ya leo ambapo ndugu alituhitaji tukaweza kusimama na yeye katika kazi ambayo Mungu amefanya ndani yake, tukaitikia huo mto, na ndio sababu tumefika hapa siku ya leo kusimama na yeye. Na najua siku ya leo itakuwa ya baraka kwa wengi ambao wataingia katika hiyo, watashiriki katika hiyo hafla, na tutaona Mungu akituinua kwa kiwango kingine, manake hata yeye anasonga kwa kiwango kingine. Na Mungu anatuambia katika neno lake ya kwamba those who pray together are blessed together. Na jinsi tulisimama naye katika maombi, najua kwamba hata anapoinuliwa wengi tena tunaenda kuinuliwa. Na nashukuru Mungu zaidi, na najua ataenda kuwawekea katika kiwango ambacho watakapokuwa wataona wenyewe utofauti hata kwa familia yao, na tena wataona utofauti katika huduma ambao Mungu ameweka mikononi mwao. Na nashukuru zaidi. Ushauri wangu kwao ni kwamba kilichoanzishwa na maombi kinatunzwa na maombi. Sasa hii kazi ambayo Mungu anaenda kuweka katika maisha yao waitunze kwa maombi, na Mungu naye atawapatia hekima, atawapatia maarifa jinsi ya kuendeleza hiyo huduma. Manake hakuna mbinu nyingine, mbinu tu ni hiyo hekima kutoka kwa Mungu na maarifa. Bwana asifiwe. Mimi
wale wanawekewa mafuta ni watoto yangu. Msichana ni msichana yangu, hata kijana ni kijana yangu. Sasa mimi nafurahi. Saa ile waliniita wakaniambia kuja pande hii tuko na maneno. Nikasema wacha niende nione watoto waiko na maneno gani. Na nimepata, wamepewa mafuta waendelee kukua hivyo, ni watoto wangu wale, mimi nafurahi nao. Sina mengi. Jina yangu mimi naitwa Dorina Osiako. Na mimi natoka pale wanaita Emang'ali Evnango. Mimi nashiriki kwa kanisa ya PAG Ikumu District. Hapa mpiga picha wangu anaweza kueleza, anaweza kuonyesha wale watu ambao tuko na wao mahali hapa, ambao kuna familia, kuna wachungaji, kuna watumishi, kuna wamama ambao wamejitolea. Basi kuna watu wengi sana katika sehemu hii. Bado tuko tu katika nyumba ambayo ni ya mtumishi Nixon pamoja na mke wake ambao wametupatia nafasi. Na hapa tuko na watu wengi, mtazamaji wetu, mpiga picha wangu anaweza kuonyesha pale, alafu tunaendelea vizuri. Tunatumai ya kwamba siku ya leo itakuwa siku ya kufana na itakuwa siku ya kupata nafasi na kupata kujifunza. Tunakualika tena na tena. Swala kama hili ni swala nzuri sana la kujifunza na kupata experience. Waswahili wazuri husema kwamba yule anayejifunza ni yule anayetulia na kunyamaza. Kwa hivyo tunawakaribisha nyinyi nyote na muje pamoja nasi, na tunawashukuru sana, na Mungu atazidi kuwapa nguvu na atawapatia neema. JYGC TV, makala haya ambayo ni ya interview ambayo tunamaliza katika sehemu ya Dandora. JYGC TV, Jesus is coming.